Na tukio imetokea leo asubuhi mwendo wa saa 11 dakika 54. Mmoja wa wafanyikazi wangu ambaye ni mpishi wangu amefariki, na kulingana na tukio hatujui ya kuwa ni amepigwa ama amefanya kukufa kwa ya kawaida. Amekuja kazini masaa yake ya kawaida na ikawa anasubiriwa ndani na mwenzangu ambaye huwa anafanya hiyo kazi. Wakati alipofika, tumejaribu kuangalia kwa kamera, tumeona alivyokuja, na kuna kamera ya nyuma ambayo haiko clear kabisa, haijatuonyesha kuwa ni mtu alimpiga kwa nyuma ama alianguka mwenyewe. Sasa tunasubiri uchunguzi wa polisi tuone itakuwa namna gani. Natarajiwa atafanywa postmortem ili tupate uhakika kamili. Asubuhi akiingia pia tumemwona kwa kamera alivyoingia mpaka sehemu alisimama, na kilichotokea wakati alikuja akasimama hapo mlangoni ndio haiko clear kabisa, kwa sababu kamera ya mbele inaonyesha alivyoanguka chini, lakini kamera ya nyuma kwa ajili ya giza kidogo hatujapata clear picture. Tumeachia polisi fanye uchunguzi. Katika soko hii hali ya usalama si sawa vile, na ni kwa ajili ya kutokuwa na ushirikiano ya wafanyabiashara na watu wengine. Tumekuwa na arrangement tofauti ya kuhusu mambo ya usalama, lakini haijai kuwa successful. Kufuatana na usalama wa soko yetu hii haiko mzuri. Kila mara nasikia wamevunja kwa fulani. Sasa ilikuwa inatakana tuwe na security ya kutosha ili tuone na biashara yetu hii inaendelea mzuri. Na tunaomba serikali pia tusaidie patrol iwe sawa sawa kwa soko yetu hii, ili ndio usalama labda tufanye biashara kisawa sawa.